ambao ni bora, khaira umma, mlioteuliwa kwa ajili ya watu. Ubora huu umepatikana vipi? Mwenyezi Mungu anasema kwa sababu mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Sifa moja ya sifa ya Uislamu kuwa ni umma uliokuwa bora, wanaamrisha mema na wanakataza mabaya. Vile vile katika sura Al-Munafiqun aya 8, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuona Waislamu wanadhoofika baada ya kuingia katika vita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuona Waislamu wanadhoofika baada ya kuingia katika vita na makafiri na nini wananyongeka, Mwenyezi Mungu anawaamsha hamasa kuwaambia kwamba msinyongeke. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza kuwaambia Waislamu kwamba ni yake Allah na ya mtume na waumini, pale aliposema katika sura Al-Munafiqun, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Al-izza inatokana al-aziz, yani mwenye nguvu. Kwa hiyo hapa tafsiri ya aya hii, hakika Mwenyezi Mungu anasema ni yeye tu mwenye nguvu na mtume wake na waumini. Heshima, hadhi ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini. Pia katika sura Al-Imran, katika kunyanyua maanawia au nafsi za waumini, Mwenyezi Mungu anasema katika hali ambayo labda Waislamu wanaweza wakafikiwa na unyonge kutokana na kupata vipigo kutoka kwa makafiri au dhulma wanazofanyiwa, Mwenyezi Mungu anasema wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Msinyongeke wala msihuzunike, ninyi ndio mko juu endapo mtakuwa ni waumini wa kweli. Vile vile katika aya nyingine sura An-Nur aya 55, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananyanyua hadhi ya Waislamu kwa ujumla kwa njia ya haki, pale aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a. Mwenyezi Mungu anasema katika sura An-Nur aya 55, anawaahidi wale waliowajibika miongoni mwa nyinyi na wakatenda matendo mema, atawajalia hakika kabisa kuwa ni makhalifa katika ardhi, yani mabwana katika ardhi, kama alivyowajalia makhalifa wale waliokuwepo kabla ya nyinyi walioamini. Vile vile walaimakinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, ataimakinisha dini yenu ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia, dini ya Kiislamu, dini ambayo ni pekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Islam. Ndio dini pekee yake aliyoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ataimakinisha, ataipa nguvu dini yenu, kisha anasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia hofu mlizokuwa nazo, mtakuwa na amani katika mioyo zenu, mtakuwa na amani katika mioyo yenu na mtakuwa mnamwabudu yeye tu. Anasema yaabudunani, watu hawa ndio wawili watakuwa wananiabudu mimi tu, la yushrikuna bi shay'a, hawakunishirikisha na chochote. Yani kwa maana nyingine watakuwa ni watu wa tauhid khalis, hao ambao watapewa tamkini katika ardhi, watapewa nguvu, izz, heshima na ukhalifa na ubwana. Hapa wanachuoni wanafasiri katika aya hii, katika baadhi ya tafsiri, kwamba ukhalifa huu una maana kwamba Waislamu walioambiwa wakifanya haya aliyotaka Mwenyezi Mungu, kwamba watakuwa ni waumini wa kweli na watatenda matendo mema, watakuwa mabwana katika ardhi hii, katika nyanja zote za kimaisha. Watakuwa mabwana katika mambo ya uchumi, watakuwa ni mabwana katika siasa, watakuwa ni mabwana katika majali ya kivita na kijeshi, watakuwa ni mabwana katika jamii, yani wao jamii zao zitakuwa bora, maisha yao yatakuwa ni bora, watakuwa makhalifa wanaitawala ardhi hii kwa ujumla katika kila nyanja za maisha. Vile vile katika aya nyingine ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha heshima na hadhi ya dini yenyewe ambayo ni Uislamu, katika sura As-Saff aya 8, Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun. Anasema hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alimtuma mjumbe wake na dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Kisha akasema ili lengo la kumtuma mjumbe wake ipate kushinda dini zote. Amemtuma mjumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili aweze kuzishinda dini zote. Kisema dini zote, kila dini iliyoundwa na walimwengu, kwa sababu hakuna dini ya Mwenyezi Mungu ila ni Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam. Na nyingine Mwenyezi Mungu asema man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakayefuata dini yoyote isiyokuwa ya Uislamu basi hatakubaliwa milele na huko akhira atakuwa katika watu wa hasara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwamba yeye ndiye aliyetuma mjumbe wake na dini ya haki, dini ya Uislamu, ili ipate kushinda dini zote. Hata kama makafiri watachukia, lakini hilo litatimia. Vile vile katika kubainisha ushindi wa Uislamu, nako ni katika yale tuliyozungumza mwanzo, kunyanyua maanawia nafsi za Waislamu kwamba wao ni washindi, wasibabaike na unyonge waliokuwa nao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaquma al-ashhad. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakika kabisa sisi lanansuru, ilamu anasema lamu tawkid wa hakika kabisa tutawapa ushindi mitume wetu, wajumbe wetu tuliowatuma, walladhina amanu, na wale walioamini, fil hayati dunya, ili kuondoa mawazo kwamba ushindi wa Uislamu ungoja akhira. Kwanza tutawapa ushindi hapa katika maisha yao ya duniani, na siku ya kusimama mashahidi akhira watapata ushindi kwa wao kuruzukiwa wewe, wataingia kidogo. Lakini ushindi wa kwanza Mwenyezi Mungu asema hakika kabisa tutawapa ushindi katika maisha yao ya dunia kwanza, halafu huko akhira tutawapa. Kwa hiyo mjumuiko wa aya hizi kwa ujumla na nyinginezo ambazo hatuzitaji hapa katika kuleta muhtasari wa mazungumzo, ni kwamba kwa ujumla tunaona aya hizi zimenyanyua nafsi zetu Waislamu kwamba kumbe sisi mbele ya makafiri tuko nyuma. Na ndio sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yake, mazungumzo yake yote akiwajenga Waislamu na imani na itikadi hiyo kwamba nyinyi siku zote mko juu na dini yenu iko juu. Katika kauli ya Mtume anasema Islamu ya'lu wa la yu'la alayhi, Uislamu siku zote unakuwa juu, hauwezi kuwa chini hata siku moja. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kubainishia hizi Waislamu wengine anawaambia Waislamu wa masahaba wakati ule kuwapa sifa kwamba wao ni a'izza ashiddau ala al-kuffari wa ruhamaa bainahum, kwamba wao wanakuwa ni mashahidi mbele ya makafiri, wako juu ya makafiri, lakini mbele ya waumini wanahurumiana na kuheshimiana. Kwa aya hizi ndugu zangu katika imani, kwa mtu mwenye kusoma Qur'ani anakuwa mbele ya kafiri hadhiriki, hata kama ni mnyonge wa kimali au kapatwa na msiba ya kutawaliwa. Unaona kutawaliwa kwa maana ardhi yake imeshuhudiwa na makafiri, mali zake zimepewa na makafiri, kama hali tuliyokuwa nayo Waislamu leo. Maana ulimwengu mzima hivi sasa Waislamu wanaliwa, wametawaliwa, ima utajiri wao, unaona, au siasa, kisiasa ardhi zao zimeshuhudiwa na tawaliwa na makafiri. Maana tunazungumza hivi sisi tunatoka mfano nchi ambazo kuna Waislamu wengi, mfano nchi iliyotoka mimi Tanzania, nisba ya Waislamu ni zaidi ya 50%, lakini nchi nzima imetawaliwa na makafiri katika kila nyanja. Ukija kwenye masala ya kisiasa, yeye mnafahamu hali ya Uislamu ilivyo vipi. Ukija kwenye masala ya kiuchumi, nyanja zote za kiuchumi sasa zimekamatwa na makafiri. Tanzania leo mashirika makubwa yote ya kuendesha biashara ya makaburu mengi kutoka Afrika Kusini. Leo Tanzania kunatengenezwa viwanda vya pombe kama vile viwanda vya kutengenezea chakula au nini.
jinsi vilivyokuwa vingi. Kila barabara ukipita kuna matangazo ya ulevi. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wanyonge hawawezi kufanya biashara. Kwa hiyo istikmarati, investments zinazoletwa katika nchi zetu ni za maadui wa dini ya Mwenyezi Mungu, na wametumia fursa hii katika kuwakandamiza Waislamu kwa kuwaletea vilevya na mambo mengine. Hii ni hali, ndugu zangu katika imani, si hali ambayo ataka mtu ende chuoni, madrasa au skuli kuweza kujua unyonge wetu wa Islam. Kila aliyetoka popote alipo, yani sisi kutoka East Africa, anajua udhaifu wa Waislamu. Nukta ya pili ya mhadhara huu, ndugu zangu katika imani, ni kwamba kwa nini huu unyonge? Kwa nini Waislamu tumetawaliwa kielimu? Mfano, yani nilizungumza jana kwamba leo tumeanzisha dispensary tangu ikamilike majengo, na mwezi wa pili natafuta daktari Muislamu ambaye ataruhusiwa kupitia shahada yake kufungue hospitali. Twatafuta. Kwa nini? Kwa sababu tumetawaliwa kielimu. Walio wengi katika Uislamu hawakusoma, wako wanyonge, hawana elimu za juu sana. Mtu kasoma mwenye shahada ya PhD labda utakuta watu nadra wachache, na ukimpata huyo mchache ameuvua Uislamu zaidi ya jina tu waliobaki nayo. Maisha yake yote yanaishi kama kafiri, bali amefikia hatua Uislamu namna hiyo ili ahisi kwamba aishi sawasawa katika maisha ya kiraha na starehe, ili afiche imani yake ili asije akakosa cheo au akakosa mshahara mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukidhihirisha Uislamu hivi sasa hali hivyo utakandamizwa. Ndio utakuta kule kwetu mtu ataitwa Abdullah au Muhammad au Ali, lile Abdullah halitaki, atakafuta jina lile la mwisho la kabila. Nani? Simba. Simba huwezi hiyo, Kristo Muislamu. Mwakisulusa kwa mwenye kwenye au B Mapalala. Ni nini Bagala na Ipish? Sasa Mapalala waelewe nini gani? Ni nini wanafanya kusudi? Kwa sababu gani? Kudhihirisha ule Uislamu inakuwa ni kero na balaa kwa yeye. Ndio hali ambayo imetufikisha makafiri leo hivi. Lakini mnaangalia swali, ilikuwa ni uwaji wa Uislamu mpaka tuwe wanyonge namna hiyo, wakati Qur'ani imetupa haki zote zinaonyesha kwamba sisi ni watukufu na ni wenye haki. Hili ni swali muhimu ambalo tutaondoka nalo na mhadhara huu kuweza kupata jawabu. Baada ya kupata jawabu, tutafuta sasa sababu za kurejesha hadhi ya Uislamu walionayo waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, kabla ya kutoa jawabu, ni kujaribu kuidadisi tarehe, historia, kwamba je, hivi ahadi hizi ambazo zimetolewa na Mwenyezi Mungu katika Qur'an hazijatekelezeka? Kwa watu ambao hawakusoma tarehe ya Uislamu, ambao ni walio wengi sasa, watu ambao hawajui historia ya Uislamu, watu ambao hawakuelewa katika kufunzwa mambo ya Uislamu, kama ilivyo tulio wengi tumesoma katika madarasa au maskuli ambayo yamewekewa curriculum na makafiri. Kijana mpaka anamaliza chuo kikuu hajui chochote kwamba Waislamu walifikia wakati wakaitawala hii wilaya karibu karne 9. Hawajui chochote. Wengine niliwahi kuzungumza mhadhara huo, wameshangaa na wako katika stage za kuingia vyuo vikuu, wanafunzi wa elimu, kwamba hawajui kwamba Waislamu walitawala Spain ambayo ilikuwa makao makuu ya khilafa wakati huo karibu karne 9. Yani hawa makafiri ya wazungu waliokuwa Ulaya mpaka Uingereza walikuwa chini ya bendera ya la ilaha illallah. Kwa maana gani? Ilikuwa hawana wanalofanya ila kutegemea Spain. Vijana wao kuwapeleka kwenda kusoma Spain katika mji wa Cordoba, kufundishwa mambo ya uhandisi, mambo ya tiba na mambo mengine ya kidunia, wakifundishwa na lugha za Kiarabu, wakipokewa na Uislamu kwa sababu ni dini ya tolerance, imekubali kuwapokea watu, kuwapa fedha. Kwa hiyo walikuwa wakipokewa na makhalifa, wengine wakipewa scholarship. Huo upande wengine walikuwa wafalme wao Uingereza, na historia ilikuwa imechapisha pesa zake Spain.
ambao wakati ule iliitwa Andalus. Coins hizi za Uingereza zinaletwa, zinatajwa jina la mfalme, lakini pembeni kunaandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kuonyesha kwamba financial system ilikuwa wakati ule iko chini ya la ilaha illa Allah, ilikuwa chini ya Waislamu. Yani wao ndio walikuwa wakikontroli hali halisi. Hata mwanamchuoni mmoja Muhammad Qutb anaelezea katika kitabu cha tarehe, anasema ilifikia wakati mapadre, viongozi wa kanisa, wakienda kwenye maduka kuwanunulia zao vitu vya thamani kama vile dhahabu nyingi kwa ajili ya mapambo, basi analazimika mtu kununua pete au mkufu ambao ndani yake una kitu kimeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa maana atmosphere yote ilikuwa ni Uislamu, hali ambayo leo imegeuka kuwa ni kinyume chake, kwamba leo Waislamu katika nchi yetu unakwenda dukani unanunua begi la mwanao la shule limeandikwa oh Jesus save me, au nimewekwa msalaba. Unaona kitu na kinunua unalazimika. Hiyo pesa yenyewe bahati mbaya sikuja nayo hapa, pesa ya Tanzania shilingi 5,000, ina kofia ya boka, ina msalaba. Ni mambo yamekuwa kinyume. Yani sasa financial system yote ulimwengu iko chini ya makafiri. Leo Waislamu wanataka hawataki, mambo yao ya kibiashara na uchumi yote yanaendeshwa na makafiri. Bidhaa tunazovuna sisi, mafuta, petroli, sijui chai, kahawa, bei zake zote zinatungwa na wazungu, ni wa Amerika au Ulaya. Siku wakiamua kuangusha soko la chai, mwataka hamtaki litaanguka. Hii kuonyesha sasa namna gani makafiri wamefikia hivi. Lakini je, hali hii hatukuwa nayo Waislamu? Jawabu kwa mtu aliyesoma tarehe anagundua kwamba Waislamu walifikia kilele hicho. Kwa upande wa silaha, unaona waliweza kufaulu Waislamu walipokuwa huku kutengeneza ala mbalimbali zikiwemo ala za vita. Wakati huo Waislamu walikuwa wanahesabika wako juu. Hata baadhi ya nchi, baadhi ya watawala maskini walipofanya urafiki, ikawa moja ya sababu ya kuwaongoza Waislamu kufanya urafiki na makafiri, wakaanza kuwauzia silaha zao na kuwafungulia milango bila kuangalia alwala walbara, ni nani anatakiwa ya rafiki yetu wa kweli, ni nani anatakiwa ya adui. Wakaanza kuwafungulia milango ya kila heri tuliokuwa nayo. Matokeo yake vijana hawa walikuja kusoma, wakazichukua zile elimu, wakazifanyia tarjama katika lugha zao. Historia inaonyesha hivyo. Wakaanza kufundisha katika madarisi yao, maskuli yao, majuo yao. Wakaanza na wao kuinuka, kipindi ambacho ilikuwa wazungu siku hizo hawajui hata maneno ya kuvaa. Ilikuwa ni kiza, kama vile tunavyoita sisi wakati ule wa koloni wa Afrika dark continent, wakati ule wa Europe ilikuwa ni sabia ni dark continent. Nuru ya Uislamu na Waislamu walipokuja ikaanza kuangaza kheri ya maendeleo ya binadamu. Kuna matukio mengi katika tarehe ambayo yanaonyesha hizi ya Uislamu na Waislamu. Kwa mfano, katika jumla ya mambo ya kheri yaliyofanywa kule Baghdad wakati wa zama za Khalifa Harun Rashid, alimletea mfalme wa Ujerumani huko Ulaya zawadi ya saa ya kwanza pendulum ya ukutani, tayari imetengenezwa na Waislamu mwaka 192 Hijiria, yani mwaka 192 baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban. Tayari Waislamu walikuwa washaweza kufanya sanaa ya saa hizo. Kwa hiyo mfalme akachukua zawadi katika mlango wa kuwatakia, kuwaita katika dini ya Mwenyezi Mungu, kuwapelekea zawadi. Mtume alifanya mambo haya. Vile vile tunaona namna gani walipoibuka wanachuoni wakubwa katika zama za utawala wa Andalus, mfano mabingwa wa elimu za mahesabu kama vile logarithm. Ni mwanachuoni mashuhuri Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ambaye logarithm limetokana na neno al-Khawarizmi, jambo ambalo sisi tumesoma madaris katika maskuli logarithm, lakini hatujui asili yake, wala hakuna
mwalimu mmoja alitanabaisha kwamba lugharini hizi hesabu zenu Waislamu hii mnakuwa mzubaa hivi, angalau kutuhamasisha tuone mababu zetu wahubiri walifanya haya majambo kugundua theories mbalimbali za mahesabu na vitu vingine. Vile vile katika jumla ya maendeleo yaliyofanywa ni chuo cha utafiti wa anga astronomy ambacho kimeanzishwa Baghdad mwaka 754 hadi 775 Hijiria. Chuo mashuhuri kilianzishwa cha ilmu falak. Tukisema ilmu falak jamani, sio ilmu ya ramli kule kwetu sawa falak, yani ramli. Ilmu falak yani astronomy, elimu ya anga ambayo leo wa Amerika wanatamba, wanasema wao ndio waliotawala ulimwengu na anga, lakini kumbe asili ni mambo ambayo yanatokana na ndugu zetu katika imani waliojua maana ya Qur'ani na kuzifasiri aya za Qur'ani kwamba zinawataka wao waijenge ardhi hii kama Mwenyezi Mungu alivyoainisha katika aya, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, yeye ndio aliyewaumba kutokana na ardhi, ameanzisha kutokana na ardhi, basi amewatapeni muijenge. Walifasiri kuijenga ardhi maana yake ni kuifanyia maendeleo ya dunia hii. Mfano mwingine, mwanachuoni mfano Abu Bakr al-Razi, yeye ndio mwanachuoni wa mwanzo na wanaadmiti wazungu katika elimu ya chemistry kwamba yeye ndio alianza uvumbuzi wa kuchanganya madawa hadi kufikia kuanzisha acid ambayo mashuhuri inaitwa sulfuric acid. Ni juhudi za huyu Abu Bakr al-Razi ambaye pia tulikuwa tukimsoma kwa sababu jina limebadilishwa na tunalipronounce kizungu, ilikuwa tukisikia jina lake ni Razi. Ni al-Razi, wazungu wameligeuza, hawezi kutamka al-Razi, al-Razi. Kwa hiyo kifupi tu Razi. Haya nabii mwenyewe Razi, utajua jizungula wapi. Sitajua ni kafiri mmoja alikuwa anaishi huko nimeanzisha sulfuric. Hivyo mfano katika utaalamu wa mambo ya medicine, mwanachuoni mashuhuri Ibn Sina ambaye kitabu chake Al-Qanun fi Tibbi kilikuwa ndio kitabu kiada cha mitaala cha curricula za madaris ya Anglais karibu karne 4. Al-Qanun fi Tibbi huwa aliandika theories mbalimbali za matibabu na medicine pamoja na upasuaji na mambo mengine. Kilikuwa kikitumika huko kama ni kitabu kiada kinachoongoza wanafunzi katika masuala ya masomo ya madawa pamoja na matibabu kwa ujumla. Lakini hebu nisikilizie jinsi alivyotamkishwa huyu bwana jina lake, halafu jinsi namna gani tutaweza kujua kama hujui historia ya Uislamu. Huyu ni mtu mashuhuri anajulikana kwa jina kwa lugha zao huko wazungu wanamuita ni Einstein. Au kama Einstein tena. So leo ni kafiri moja ilikuwa imeishi Ulaya. Na hasa vile tulivyoelewa kwamba sisi mambo haya kwa yaona maendeleo yote yametoka Ulaya, kwa hiyo waliwa huyu kafiri mwenzao huyu. Einstein. Lakini kumbe nani? Ibn Sina. Leo alhamdulillah baadhi ya vijana tunawakuta kule Afrika Mashariki wanaanzisha maduka ya madawa kwa sababu ya kwanza kujua historia ya mtu kaandika duka au hospitali jina au dispensary Ibn Sina dispensary ni ajili ya nini? Kukumbuka hisi ya Uislamu na Uislamu. Kumbe haya mambo yetu na hili ndugu zangu ni jambo muhimu kufufuliwa syllabus ambazo zitaweza kuwafundisha vijana wetu tarehe sahihi ya Uislamu, itawafanya vijana wetu kwa leo kuweza kujua na kukumbuka na kuwafanya hii iwe ni motivation kwa wao kufanya makubwa kuweza kulingana na mababu zao. Ili nini? Katika kurejesha hali ya Uislamu na Uislamu, kuwakumbusha watu maji heshima walikuwa nayo kabla, wakiunganisha na aya za Qur'ani tulizosoma. Naona ni kitu cha hakika kimepita katika historia, na wenyewe wanasema history repeats itself. Historia inajirudia kama ilivyofanyika kwa wazazi wetu na babu zetu siku za nyuma. Kwa nini leo isifanyike tena? Na hili kwa taarifa yenu ndugu zangu Waislamu, makafiri wanalijua, ndio maana wanajaribu kuficha ukweli, kujaribu kuficha haki, kuificha historia, kufanyia distortion historia. Ili nini? Angalau msije mkakumbuka kwamba nyinyi ndio wale kuwatawala makafiri. Ili nyinyi mmebaki nyinyi watu wa kutawaliwa, ni watu wanyonge, muwe madhalimu
ndio lengo lao kubwa hilo. Ndio unaona kule katika historia, katika vitabu vyetu vya history, vitabu vya kuongea mambo ya geography na nini, kijana ni nadra kusoma geography ya Uislamu, nadra sana. Hasa kumeingia hizi na nini system za uzalendo na nationalism, mtu anafundishwa mambo ya kwao tu, mambo ya Afrika, mambo ya nchi yake, lakini ni nadra kusikia watu wazungumzia geography ya Saudi Arabia au geography ya nchi za Middle East kwa jumla, au history ya Middle East ikiwemo mambo ya dini kwa jumla yalipoibuka. So ni kitu nadra kukipata, yani napata mtu juhudi yake mwenyewe kuweza kuangalia na kwenda kutafuta hadi kusoma na kuelewa. Lakini wewe tumesoma mpaka secondary school na tukakuta hapa, baada ya juhudi ya kutoka na kuangalia kusoma huko na huko, kumbe tulikuwa hivi. Na kweli ilikuwa ni sababu ya mtu kujenga hisi katika nafsi kwamba huyu kafiri akipita hapa kifua mbele, kwamba si lolote si chochote. Na matukio jamani naona yanajitokeza hivi sasa yanazidi kutupa heshima. Hili tukio la leo sitaki nizungumze, lakini inaonekana namna gani udhaifu wa makafiri, kwamba vijana watatu vile ndio wamepanda ndani ya ndege wametikisa nchi zote, vijana watatu, na ni watu ambao si watu wanaotumia masilaha makubwa mwili, lakini ni jambo linaonekana kwamba Waislamu wakijikusanya fisabilillah kweli kweli, kafiri hawezi kusimama mbele ya Uislamu. Na hii ni ahadi tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa katika aya nyingi za Qur'an, kwamba uchache si hoja, ni wingi sio hoja. Uchache unaweza kuwa sababu ya ushindi. Mwenyezi Mungu anabainisha katika aya nyingi katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema anasema nimesahau aya kidogo, aya ambayo inazungumzia kwamba وقليل من عبادي الشكور, ni wachache katika wale wangu Mwenyezi Mungu anasema ni wenye kunishukuru. Katika aya zinazoonyesha kwamba wingi sio hoja, ni wachache katika wale wangu, na walio wengi ni watu wenye kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, ni wangapi walikuwa wachache wanashinda walio wengi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale kusema wala tahinu wala tahzanu, msiongeze kwa sababu nyinyi ni wachache, msiongeze kwa sababu hamna mali, msiongeze kwa sababu yetu mmekaambiwa, nyinyi bado mko juu. Mwenyezi Mungu anasema antumul a'launa in kuntum mu'minin. Vile vile katika jumla ya kheri zilizofanywa na Waislamu waliotangulia, mfano katika elimu za biolojia pamoja na elimu za tibu, mwanachuoni mashuhuri Ibn Rushd ambaye wazungu pia hawezi kumtamka Ibn Rushd, wao jina lao wanamuita ni Averroes. Hebu naambie ndugu zangu, kisikia Averroes ni kafiri wapi? Si rahisi. Huyu mtu ndiye wa kwanza aliyegundua blood circulation, mzunguko wa damu katika, na hili ni jambo muhimu katika elimu ya tiba. Mzunguko wa damu katika mwili kuonyesha kama kuna kitu cha kuzunguka, unaona, ambacho ndio kinawasaidia madaktari kudhibiti mishipa kufikisha kwenye damu mahali fulani, unaona, kuzuia isifikishe damu mahali fulani kwa ajili ya matibabu fulani. Ni kitu muhimu hili ambacho kunisaidia sana kukua kwa elimu ya nini ya tiba. Kwa hizi tusema ni baadhi ya kheri ambazo zilifanywa na Uislamu. Katika jumla ya kheri za kisiasa, mimi nakumbuka katika tarehe mpaka Sayyidina Uthman anaondoka radhiallahu anhu, khalifa wa nne wa Uislamu, tayari Uislamu ulikuwa ushafika kaskazini ya Afrika. Ilikuwa tayari Uislamu umeshafika kisiasa bara Hindi wakati wa Khalifa Uthman. Walipokuja makhalifa baada ya makhalifa hao waongofu wengine walikuja wakaendeleza Uislamu na kuweza kuipeperusha bendera ya la ilaha illallah mpaka huko Ulaya ya kusini, na wakaupeleka Uislamu mpaka Uchina, na Uislamu ukazidi kuteremka chini mpaka Afrika kwetu. Kuna maeneo ambayo wanasema umeingia Uislamu kwa njia ya upole, biashara. Kuna maeneo mengine jihadi, kwa njia ya jihadi fisabilillah. Watu wengi hawajui, mfano wanasema isefu kwa Uislamu umeingia kwa biashara. Hapana. Ibn Battuta anasimulia wakati alipopita
bara Hindi, ni bahari ya Hindi. Nakumbuka nilipita Mombasa Kenya, na akafika Pemba, na akafika mpaka mji unaitwa Kilwa kusini ya Tanzania. Yeye mashallah alikuwa ni baharia na ni mwanachuo. Ilikuwa kila akifika anaandika aliyoona, na haya aliandika bahati mpaka yaliyokuliwa katika vitabu vya makafiri. Ibn Battuta anaelezea alipofika Kilwa akashangazwa kuona kuna nchi ya Kiislamu imenemeka kibiashara na mji wake ni mzuri, kaelezea, na watu wake nadhifu, mji wenyewe nadhifu, yule mtawala aliyekuwepo mwadilifu. Halafu sifa moja kubwa kaitangaza juu ya hao Waislamu, kwanza amewaita ni shawafi, yani watu wa madhehebu ya Sunna wal Jamaa. Halafu pili akawaita ni mujahiduna fi sabilillah. Mujahiduna ilikuwa kazi yake yule amiri aliyekuwepo pale na hii akituma vikosi vya jeshi kwenda kupambana na makafiri Kongo, Zaire, wapi, ndio yale makabila ambayo yamekataa kusilimu kwa njia ya da'wa, basi akipeleka kuwapiga vita kama ilivyokuja aya ya Qur'an, waqatiluhum hatta la takuna fitna, wauweni wapigeni vita mpaka kusiwe na shirki. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Uislamu usifika kwa sifa ya maneno aliyozungumza Ibn Battuta, ulienea kwa jihadi pia vile vile fisabilillah. Kwa hiyo umeingia kwa njia ya biashara, hatukatai. Waarabu walipofika wafanya biashara amana zao na hiyo wakaonekana ni watu wema, wako wasilimu, lakini vile vile uliingia kwa njia ya jihadi, kazi ambayo walifanya makhalifa wote. Abubakar alipoingia akaendeleza jihadi kwa Mtume, alipoondoka Abubakar na Umar akaendeleza jihadi, na ikawa sababu Umar kuanguka dola mashuhuri ya Persia na ya Roma wa Kristo. Unajua historia ya kazi aliyofanya Umar kusafisha dola mbili mashuhuri zilizokuwa zikitetemesha ardhi ya wakati ule, dola ya Kiroma na Persia. Hivyo hivyo Sayyidina Uthman akaja akaendeleza jihadi kwa maana ya kitali. Alipokuja Sayyidina Ali akaendeleza, walipokuja makhalifa wa dola Umayyah wakaendeleza, walipokuja makhalifa wa dola ya Abbasiyya wakaendeleza. Kila aliyekuja kafanya kazi hiyo mpaka dola ya mwisho wa Uislamu iliangushwa ya Waturuki zama za Sultan Abdul Hamid, ambaye ameangushwa utawala wake katika vita kuu ya kwanza wakati aliposhirikiana na Ujerumani. Ujerumani walipoangushwa na yeye akaangushwa, na Uturuki na hii dola ya Kiislamu hii ambayo inaitwa dola Uthmania ikagaiwa vipande, na Uturuki yenyewe ikaletwa kijana wa Kiyahudi kanasibishwa na Uislamu Kamal Atatürk akatawalishwa kuanzisha dola Almania, secular state. Ndio leo mnaona mpaka leo Uturuki ni Uislamu jina tu, ndio sasa kidogo kuna shababu za Uislamu, lakini kweli ni kwamba katika kipindi alichotawala Urbana baada ya vita kuu za kwanza na pili mpaka leo kaweza kufaulu kuufuta Uislamu katika nyoyo za Waislamu, wambaki watu Madina. Kwa hiyo tukirudi ndugu zangu katika tarehe, tunakuta huyu Ibn Battuta anaelezea hali aliyokuta nayo Waislamu mfano kiuchumi. Asema nimegundua kwamba na nini hapa Kilwa ndio free port ya Afrika. Watu wakileta bidhaa kutoka Uchina, kutoka bara Arabu, wakileta mpaka pale Kilwa, na bidhaa zilizokuwa zikitoka bara ya Afrika zaidi ya Kongo huku Malawi wapi, vyakula ambavyo ni bidhaa za vilimo zikiletwa pale, watu wanafanya exchange. Na halafu anasema kukaa mashine ya kutengeneza pesa, coins. Na bahati nilitembelea mimi nikapata baadhi ya coins za zamani, naona zikitaja majina ya wale maamiri walikuwa na neno la ilaha illa Allah Muhammad, ilikuwa nembo yao kubwa hii, kuonyesha namna gani Ibn alipofika pale utakuta Uislamu umeshaingia karibu karne ya pili baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa Kilwa ni kilele cha kheri katika mwambao wa pwani, dola mashuhuri kabisa. Na haya alhamdulillah hayaelezwi na Uislamu, hata makafiri pia wanaeleza hivi. Lakini katika juhudi za kusahaulisha, mimi nimetembelea Kilwa hivi karibuni, magofu ya misikiti iliyojengwa karne ya pili baada ya kufa Mtume hakuna mtu anayetunza.
Mungu tukajalia kwamba yale magofu yamedumu muda mrefu, lakini hakuna juhudi yoyote ya kupreserve hizi athari. Kwa nini? Kwa sababu kuwasahulisha walimwengu na Waislamu kwamba kulikuwa na kitu. Yaani lau kama wangeweza kushajiisha, basi watu wangeanza kuhisi ile hisi. Angalia wanaposhajiisha watu kwenda kuangalia mapiramidi. Lau kama ingekuwa nchi za Ulaya na Amerika na haya na nini mababati si UNESCO si nini, ingefanya juhudi kwa kiwa Uislamu angalau ungepata kujulikana umeingia katika nchi hizi kwa hisi na heshima. Lakini wanajua kwamba tukiweza kufungua milango hii, heshima ya Uislamu itakuja kurejea. Kwa hiyo wanachofanya wao, tumefika kwenye nyumba ile nini, jengo la ofisi, tuwauliza kama wana handouts zote walizoandika juu ya Kilwa. Yule msimamizi anambia vilikuwepo zamani, lakini siku hizi hakuna habari yote hizi zinaandikwa. Vimeanza mpaka kwenye juhudi ya kitaalamu wende ukatafuti, lakini ukienda usipoti pale mahali ukisema nataka kitu chochote cha gharama usipoti. Lakini maeneo kama vile mbuga za wanyama, ukienda kwenye hoteli utakuta kwenye hoteli kumejaa pamphlet chungu nzima vinaelezea habari ya mbuga ya wanyama, wanyama waliokuwepo na nini. Kwa nini? Kwa sababu ya kusahaulisha ile kheri iliyopatikana na Waislamu, na kwamba Waislamu wakiijua kheri hiyo basi watakuja kurudisha heshima yao, na wakirudisha heshima yao tutakuja kupata hasara. Hii ndugu zangu ni katika jumla ya baadhi ambayo nimekusudia kuzungumza katika nukta ya mhadhara huu. Nukta nyingine ndugu zangu ambayo itakuwa ni mwisho ya kufungia mazungumzo yetu, ambayo itakuwa kidogo ni pana zaidi, ni juu ya kitu gani kimesababisha kudhoofika kwa Waislamu. Maoni yako mengi. Kwa nini Waislamu wamedhoofika? Maoni yako mengi. Kuna wanaosema kwamba kudhoofika kwa Waislamu kunatokana na sababu za ndani, kwamba ni sisi wenyewe ndio tumesababisha kudhoofika, na kauli hii ni ushahidi. Na kuna wanaosema kuna sababu za nje, kwamba sisi tumedhulumiwa na wasiokuwa Waislamu ndio maana tunanyongeka. Lakini sasa jawabu la wazuri ni kusema sababu zote mbili hizi ndio zinazokuwa sababu ya nini kunyongeka Waislamu. Tukija kwenye nukta ya kwanza, kwamba sisi wenyewe ni sababu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa anatuambia walan yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Mwenyezi Mungu hatojalia milele. Hii lana wanasema tufidu istikbal. Neno hili linafaidisha nafyu istikbal, kukanusha yale yatakayotokea baadaye. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema hatojalia baadaye, au wengine wanasema ni milele, abadi, milele. Katika lugha ya Kiarabu hatojalia milele kuwapangia makafiri ya kuwatawala waumini. Hatojalia milele kuwapangia makafiri ya kuwatawala nini? Waumini. Sasa hapa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkweli, na anasema tutakiwa kuamini ni haki. Kama sisi ni waumini tunaamini haya maneno ni haki, sasa lazima tuangalie kwamba haya maneno ni haki. Kama ikiwa Mwenyezi Mungu hatojalia waumini na makafiri kuwatawala waumini, basi ina maana ya kwamba sifa ya waumini haijapatikana katika nafsi sisi ambao tumekuwa na muumini. Kwa sababu leo kama tungelikuwa ni waumini wa kweli, basi Mwenyezi Mungu asingefungua njia ya kuwapa makafiri kuwatawala. Lakini baada ya kudhoofisha imani zetu zikawa ima 0 au 1% au 2% au below 50, basi Mwenyezi Mungu akawa anawafungulia njia ya kutawala. Kwa hiyo hapa inaonekana gogoro ni la udhaifu wa imani ya Uislamu, na aya nyingine zinaunga mkono zilizozingana kabla ya kuzifanyia tabiri kidogo. Mwenyezi Mungu kwa mfano katika aya ambayo amesema walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, hapa ametaja waumini. Kwa hiyo inaonekana kama ni dhaifu, basi sisi hatujakuwa na sifa ya imani. Walillahi izzatu, Mwenyezi Mungu anasema nguvu za
Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini. Sasa si hatuna Isa, ina maana sifa ya imani au mfano aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tahinu wala tahzanu wa antum ta'launa in kuntum mu'minin, msinyongeke wala msihuzunike, nyinyi ndio mliokuwa juu endapo ni waumini. Kwa hiyo sisi hatuko juu, sasa tuko chini, na maana kwamba sifa ya imani ina dhaifu hakuna. Tumebaki majina Abdullah, Salim, Ali, Abu Bakar, Muhammad, lakini imani ni nyonge. Kutokana na nyonge ya imani hizi imeondolewa katika nafsi zetu, katika jamii yetu, heshima imeondoka. Vile vile katika aya hii tunaitaja mfano sura An-Nur aya 55, Mwenyezi Mungu anatoa ahadi, lakini anatoa ahadi kwa watu gani? Anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwa wale walioamini katika nyinyi. Ina maana kuna wengine katika nyinyi ni Waislamu. Mbona imani haiingia katika nyinyi? Kwa hiyo anawaahidi waumini ambao pia ni wale wenye kutenda matendo mema, waamilus salihati. Kwa hiyo hapa tunapata sifa ya kwamba waliopata heshima na izzi ni wale ambao ni waumini na wanaotenda matendo mema. Lakini hapa kuna swali, matendo mema ni nini? Mtu anaweza kujifanyia jambo lolote akasema jambo jema kwa mtazamo wake, lakini wanachuoni kila wakitaja amal salih, wanachuoni wanasema katika tafsiri ni akhlasuhu wa aswamuhu, ni lile tendo lililofanywa kwa ajili ya Allah na lililofanywa likasimu sunna ya Mtume, lililokwenda sambamba na Qur'ani na sunna kwa ufupi. Kwa hiyo amal salih ni ile ambayo inatokana na mtu ambaye moyo wake akifanya na kusudia Allah na akifanya anakwenda sambamba na vile alivyofundishwa kwa Mtume. Katika yule amal salih mfano ni kusali, lakini waliokusudiwa hapa watakuwa ushindi ni wale wenye kuswali swala gani? Wanaoswali kwa ajili ya Allah, fasalli li rabbika wanhar, wameswali kwa ajili ya nani? Allah. Ina maana ukiswali kwa ajili ya jini, kwa ajili ya shetani, kwa ajili ya mzimu, mjanga kwa pia nenda kaswali swala 40 msikiti fulani, si katika wale wanaofanya amal salih. Au mfano wa swali unapotaka wewe, si katika swala aliyofundisha Bwana Mtume, wakati Mtume amefundisha swali huu kama aitumuni uswali. Kwa hiyo ukiswali kinyume cha kuswali Bwana Mtume, hujafanya amal salih. Amal salih anasema ni tendo ambalo lile likubalika mbele ya Allah ni lazima litimize masharti mawili. Jambo la kwanza, sharti la kwanza ni al-ikhlas, kufanya kwa ajili ya nani? Allah. Kufanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Al-Baqara, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Anayetaraji kheri, anayetaraji kukutana na Mola wake, basi na atende tendo jema. Ndio tendo jema ni lile ambalo limefanya muwafaka, limekubaliana na sunna ya Bwana Mtume. Halafu asimshirikishe katika ibada yake, katika matendo yake Mwenyezi Mungu na yeyote. Afanye kwa ajili ya Allah, asifanye kwa ajili ya mwanadamu, asifanye kwa ajili ya shetani, asifanye kwa ajili ya dini, asifanye kwa ajili ya mzimu. Kila afanyacho afanye kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo hawa ndio walioahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa tunaona ndugu zangu katika imani, udhaifu wa imani umepelekea sisi kudhoofika. Kwa hiyo tumelaaniwa hata tuwe madhaifu wa imani. Kuna sababu gani imesababisha tuwe madhaifu wa imani? Swali lingine ni kwa nini Waislamu wa mwanzo walikuwa na imani tena zenye nguvu? Kwa lugha nyingine tunasema jamani, kuichuma imani si jambo la lemana. Kama vile mtu kupeleka machungwa sokoni ukauza kupata pesa kwa urahisi, ni jambo lina sababu. Kwa sababu unasema al-imanu yazidi wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Kwa hiyo ili tuzidishe imani zetu tufanyeje? Wanachuoni wanasema al-imanu yazidu bi-ta'ati,
imani inazidi kwa mambo ya taa, kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia, yale aliyotuagizishia Mwenyezi Mungu, yale aliyotukataza kujiweka mbali nayo, ndio imani inazidi. Halafu anasema wayanqusu bil ma'siyah, na imani inapungua. Kwa nini? Kwa maasiya. Kukithiri maasi katika safu za Uislamu kumekuwa sababu ya kudhoofika imani. Kuacha kuamrishana mema na kukataza maovu kumekuwa sababu ya kudhoofika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Angalia sababu ya kudhoofika imani. Mtume anatuambia mwenye kuona na kuhudumia ubini sasa Waislamu, mwenye kuona ovu alizuie kwa nguvu, akishindwa aseme, akishindwa achukie. Mtume anasema lakini huko kuchukia ni dalili ya udhaifu wa imani. Ina maana kumchukia ni dalili ya udhaifu wa imani. Je, ukifurahikia ovu una imani gani? Sasa niambieni Waislamu, ni wangapi katika Waislamu leo wanasherehekea maovu? Wala tusiende mbali katika jamii yetu iliyohamia hapa. Ndugu zetu wangapi wamehamia hapa baada ya kuja nchi haya, wanasherehekea, wanaongelea maovu. Kwa hiyo wamebaki Madina kusema watu Abubakar, Umar, Uthman, Muhammad, Ali na nani, lakini imani imeporoka, hana imani. Kwa nini? Kwa sababu anasherehekea maovu. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa kama hii ndio Uislamu umedhoofika imani na sisi tunataka kurudisha hizi, kitu gani ndugu zangu kitarudisha hizi ya Uislamu? Hizi ya Uislamu ndugu zangu tutarejesha baada ya kujua sababu za kurudisha imani. Na sababu za kurudisha imani tutaziona wapi? Tutazijua vipi? Hatuwezi kuzijua sababu za kuzidisha imani ila kwa kusoma Qur'an. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika kuipamba Qur'ani na kuisifia kaipa majina mengi, kaita ni Qur'an hoja. Mwenyezi Mungu kaita ni nuru, mwangaza. Katika aya sura An-Nisa inasema ya ayyuhan-nas qad ja'akum burhanun min rabbikum, Mwenyezi Mungu amewaleteni hoja kutoka kwa Mola wenu, wa anzala ilaykum nuran mubina, na akawateremshia nuru yenye kuangaza. Kwa hiyo Qur'ani ndio ambayo itakuwa ni tochi ya kuweza kutuonyesha ni mambo gani tukiyafanya tutazidisha imani zetu. Wakati huo Mwenyezi Mungu kaibainisha Qur'ani kwamba ni mwongozo kwa watu. Pale aliposema katika sura Al-Baqara anasema hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda, ni mwongozo. Kwa hiyo mtu awe anajenga imani kwamba Qur'ani ndio kitabu kitamuongoza maisha yake yote, ni mwongozo wa mwanadamu maisha yake yote, kuanzia asubuhi umeamka mpaka unalala asubuhi ya pili, basi ujue wewe uongozo na hili kitabu ambacho ndio nuru ndio kitakuongoza katika njia sawa sawa. Vile vile akaisifia Qur'ani kwamba ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, kaita hudan lilmuttaqin. Vile vile akaita kwamba ni shifaa lima fi suduri, ni ponyo kwa yale yaliyomo ndani ya nyoyo zetu, nongo za ushirikina, ukafiri, husda na mengine maovu, yote yanaondolewa na Qur'an. Kwa maana mtu akisoma Qur'ani akijua akazingatia akaifuata, basi nongo hizi zote zinaondoka, na ndio sasa imani na zidi. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekitaja kitabu hiki kwamba ni kitabu hakikuacha kitu, kwa maana ya kwamba kila sababu za kuikuza imani zimo ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika kitabu chochote. Na aya nyingine inaita Qur'ani kuwa ni tibyana likulli shay, ni mwongozo na ni ubainifu wa kila kitu. Vile vile Mwenyezi Mungu akiita ni kitabu mubarakun, kitabu kilichobarikiwa, kina kheri nyingi, maana ya baraka, kheri za Mungu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitabu na ndio Mtume tumekuteremshia wewe, ndani yake kina kheri nyingi, kina baraka, ili wapate kuzingatia aya zake Waislamu wanaosoma, halafu wapate kuwaidhika wenye akili, ulul albab.
kwamba watu wengine wanaweza wakisoma lakini hawapati mauidha, lakini watakaopata mauidha ni wale wenye akili baada ya kusoma kwa mazingatio. Vile vile tunaona Mwenyezi Mungu anahamasisha waumini wa Uislamu wakisome kwa mazingatio, anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfalha, je hawaisomi kwa mazingatio Qur'ani au nyoyo zao zimefungwa? Waisome kwa mazingatio Qur'ani. Aya nyingine anasema liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab, kama tulivyotaja hapo. Halafu vile vile katika kuelezea kwamba hiki kitabu ni kitabu safi kabisa, Mwenyezi Mungu anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hawazingatii hii Qur'ani, lao kama ingekuwa kinatokana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu basi mngekuta migongano, contradictions nyingi sana ndani ya Qur'an. Lakini kitabu kiko katika njia ya sawa, si kama vile tunavyoona kitabu kama vile Biblia na maneno ya kugongana chungu mzima ndani. Vile vile Mwenyezi Mungu katika kukisifu kitabu hiki anasema wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Anasema hiki ni kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, ina baraka nyingi ndani yake. Fattabi'uhu, amri sasa yetu Waislamu sote, hivyo kifuateni na mcheni Mwenyezi Mungu, huenda mkaelewa. Kwa hiyo si masala hapa kwa masala ya kuisoma Qur'ani tu, kuna kuisoma Qur'ani, kuizingatia na kuifuata, kukifuata hili kitabu kwa maana ya kutekeleza yale ambayo yamo ndani. Kwa kufanya hivi ndio imani zetu zitapanda. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kilio cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya watu kuipuuza Qur'ani watu wake. Mtume anaonyeshwa anaomba usaidizi wa Mola wake. Mwenyezi Mungu anasema waqala ar-rasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, ewe Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu chenye kutupa. Maneno haya yamesemwa na Mtume karne ya 14. Leo Waislamu baada ya kuitupa Qur'ani wamekuwa madhalimu. Wengi wetu wala tusidanganye, tumesoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani tena hawa ibada, lakini wengine hata ndani ya majumba yao hawana msahafu, kuonyesha namna gani wameifanya hii Qur'ani ni mahjura, kitu kilichohama wamekihama kabisa. Angalia mwanachuoni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kufasiri aya hii na maneno mazuri, anasema man lam yaqra al-Qur'an faqad hajarahu, ambaye haisomi Qur'an kabisa basi ni katika hao walifanya Qur'an kuwa ni mahjura. Maana kitu sijasema maneno kayasema Mtume kwa ajili ya makureshi. Wanachuoni wanasema kila ambaye mwenye kufanya haya bila tani Sheikh mfano ndio ameihama Qur'an. Man lam yaqra al-Qur'an faqad hajara, ambaye haisoma Qur'an basi ni katika hao walihama. Wa man aqara wa lam yatadabbar ma'an fihi, yule ambaye alisoma Qur'ani halafu hakuzingatia yaliyomo faqad hajarahu, pia ni katika walihama. Hawa ni watu namna gani? Wale wanaosoma Qur'ani kule kwetu tunaita mayaka, watu wa Kenya sema mayaka, watu hawa aisoma mayaka. Mtu asoma suratul Fatiha na swali na suratul Fatiha alhamdu miaka 40, ukimuuliza nini maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa nini ajui? Kwa sababu kaenda kuswali msikitini na kilo moja hizi. Kwa hiyo anajua maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba ni wewe tu ndio tunayekuabudu. Kwa nini yeye abebe kilo hizi akiamini ni kinga asipigwe na furaha njiani? Ni kuonyesha kwamba walikuwa wanaisoma mayaka hawajui maana yake. Sasa Sheikh anasema wale wenye kuisoma Qur'ani wakawa hawaizingatii ni katika watu walifanyia hijra Qur'an. Vile vile anaendelea kusema, anasema man qara'a wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu, yule mwenye kuisoma halafu akaizingatia yaliyomo lakini hakuyafanyia kazi yaliyomo katika waliohama. Na ndio wengi sasa, wengi utawakuta watu wanafikia daraja ya kuitwa mashehe
na madigiri, lakini angalia matendo hamna kitu. Ni mtu kasoma dini, mwanachuoni, lakini angalia nyumba ilivyoandika, hamna hijabu, mkewe anakwenda uchi, hamna inkari munkar, shekhe vuta sigara, shekhe muslim izari, shekhe baldu saa 24, na anasoma Qur'ani, anasoma hadithi, anasoma kila kitu. Ni kwamba asoma, azingatia, akiwa pia kufusa, lakini haifanyi kazi Qur'ani. Ni nini? Kwa sababu haisomi haki ya kuisoma. Na kuisoma haki ya kuisoma ni mambo matatu yaliyotajwa kwenye Qur'an: kuisoma tilawa, kuisoma kuizingatia tadabburi, na kuisoma tibaa kuifuata. Ndio maana nimesema fattabi'uhu la'allakum turhamun, ifuateni ili mpate kurehemewa. Angalieni ndugu zangu jinsi Mtume aliwalea masahaba katika kuisoma Qur'an. Ilikuwa ambaye anapita, unashuona katika vitabu vya tarehe na sira, ilikuwa mtu anayepita katika nyumba za masahaba katika usiku, akipita usiku majumbani, anasikia vumo la Qur'ani linalosoma majumbani usiku. Kiaulei sasa njia mojawapo iliyokuwa ikiwafanya masahaba kuijua Qur'ani na kusoma kwa wingi, walitumia qiyamu layli, swala za usiku, kusimama kuisoma Qur'ani. Anasema ukipita nyumba ya sahaba unasikia vumo kama vile kadawi nahli, kama vumo la nyuki. Qur'ani huko sura al-Baqara, sura al-Nisa, huko hivi huko ni vumo. Halafu ukipita watu wataswali na wake zao na kuamsha na vijana wadogo kuwalea katika nini, ibada. Nini kuwafanya hiki kitabu ambacho ni mwongozo kudhibiti katika nyoyo zao. Njia aliyotumia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubada bin Samit anasimulia, anasema ilikuwa mtu akihamia Madina kutoka Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwita njoo, halafu anamtafuta kijana mwingine au Muislamu mwingine ambaye ni kali wa Qur'an, fayarfa'uhu ilayhi, anamtuma anambia huyu, kitu cha kwanza msomeshe Qur'an. Kwa nini? Ile imani kwamba mwanadamu hawezi kuishi mbali na Qur'an. Qur'an ndio nuru ya Uislamu, ndio mwongozo wa maisha yao. Kwa hiyo kitu cha kwanza apate guidance ya kuishi. Ataipata vipi? Kwa njia ya Qur'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, vijana wakifika, wakihamia kutoka Makka, Waislamu wakifika, kila mmoja ikiwa mwalimu wake wa kumsomesha ile Qur'ani kimatendo. Na namna ambayo walikuwa wakisoma Qur'ani, kina Abdullah ibn Umar, kina Abdullah ibn Abbas wanasema ilikuwa Mtume akitufundisha aya 10, havuki kutufundisha aya zaidi ya 10 mpaka hakikisha tumezisoma zile kwa mazingatio, tunazipa haki ya tilawa na mazingatio, halafu tunazifanyia kazi aya zile kwa mujibu wa yaliyomo. Kama ni amri tuzitekeleza, kama ni makatazo tuacha, halafu Mtume anatupa ile tu. Abdullah ibn Abbas sasa, mimi binafsi nimesoma sura al-Baqara 100 kwa sera na mtindo huu. Karikula mwelekeo kwa Mtume kusomesha. Leo utaratibu wa leo kupelekwa tafsiri Qur'ani, umesoma miaka miwili unaifanya. Kweli unaifanya, lakini unahifadhi mayaka. Mtu anahifadhi twendeni Kisauni kwenu Kenya, kule ndugu zetu wa Kenya, kijana kasoma Qur'ani kahifadhi barabara, lakini muulize tafsiri ya aya mbili ya juu. Kweli alhamdulillah ni jambo la kheri katika njia hiyo, kwamba kuhifadhi Qur'ani katika mambo yanayofundisha Bwana Mtume yana kheri nyingi na thawabu, lakini si utaratibu alioweka Bwana Mtume kwa kufundisha Qur'ani wa isome mayaka maneno yamekwisha, au maimamu wa misikiti ni sauti nzuri basi maneno yamekwisha. Ni lazima isome kwa mazingatio, watu yafanyie kazi yaliyomo. Ndio pale angalia Mama Aisha anasimulia namna masahaba walifanyia kazi Qur'ani mara walipokuwa wameisoma na kuisikia. Mama Aisha anasema hivi, inni wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i al-ansar ashaddu tasdiqan li kitabillah wala imanan bil tanzil. Asema mimi wallahi, Mama Aisha anasimulia,
hii hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud. Hadithi hii ina mafunzo adhimu, tutaisimamia hii kidogo tuweze kuipanua tuone yale maswali tuliyozungumzana jana yanajibiwa na hadithi hii sahihi. Mama Aisha anasema, wallahi mimi sijaona wanawake waliokuwa bora kama wanawake wa Kiansari. Ameshangazwa na wenzao watu ambao wamempokea Bwana Mtume walikuwa wanawake wanaonyesha tabia nzuri. Tabia gani? Anasema, na sijaona watu wa kweli juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kama wanawake hawa, wala sijaona watu wenye imani kali kama watu hawa. Sasa hapa tutapata sababu za kukuza imani. Kisha anaendelea Bwana Mtume Mama Aisha anasema, laqad unzilat suratun nur waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, iliteremshwa siku moja ayatuhunna ilayhinna. Wanaume waliposikia aya hii ikisomwa na Bwana Mtume wakawageukia wake zao wakaenda majumbani mwao. Huo usiku ambao iliteremka hiyo aya, inasimuliwa kwamba aya hii imeshuka usiku. Wakateremka wanaume wanarejea majumbani mwao, yatluna alayhinna ma anzala Allahu ilayhim, wakiwasomea aya hii wake zao yale walioteremshiwa Mola wao kutoka kupitia kwa Bwana Mtume. Wakaenda wakawasomesha. Kisha Maisha anasema, yatlu rajul ala mar'atihi wa binatihi, mwanamume akawa anamsomea mkewe na binti yake na dada yake. Ni aya inahusiana na aya hiyo. Kwa hiyo mwanamume baada ya kupokea amana kwa Bwana Mtume hakuilaza kama amewakuta amelala wawili, jamani tayari imekuja amri ya hijab, tayari imekuja amri ya watu kujistiri. Mama Aisha anasimulia tena, anaendelea, wakawa wameamsha au kuambia siku hiyo kila jamaa yake mtu wa karibu katika wanawake, shangazi yake, binti ukhti yake, binti mwake, hakikisha leo hakukuchi ila aya hii imefika. Kisha Mama Aisha akasema, haikutokea mwanamke yoyote baada ya hapo isipokuwa kasimama kuelekea kwenye gauni lake, gauni magauni walikuwa kuyavaa, famaratna murutahunna nasakna murutahunna, wakayachana magauni yao ya ziada, wakayageuza shungi za kuvaa katika vichwa vyao na kufunika. Asubuhi anasema Maisha, fasbahna waraa rasulillahi fi mu'tajazati kaanna fi rusihinna al-ghirba, wakapambazukia kuingia msikitini kuswali na Bwana Mtume, wakaonekana vichwa vyao vimekuwa vyeusi kana vile kuna makungu yaliyosimama juu ya vichwa vyao usiku huo mmoja. Ndio maana Mama Aisha katika riwaya nyingine anasema, rahimallahu nisaa al-muhajirat al-awwal, Mwenyezi Mungu anawasifia tena wanawake muhajirin. Riwaya nyingine wanawake hawa anasema, lamma nazalat ayat al-hijab shaqaqna murutahunna, ilipoteremka aya ya hijab walikwenda kuchana magauni yao, kisha fahtamarna biha, wakajipamba wakajifunika katika nani yao. Siku hiyo hiyo asubuhi yake wakaamka tayari wanaonua weusi umevaa juu kama vile makungu weusi. Sasa Mwenyezi Mungu Mtume nani Mama Aisha anasema, rahimallahu nisaa al-muhajirin al-awwal. Kwa nini wasirehemewe wakati Mwenyezi Mungu amesema, fattabi'uhu la'allakum turhamun, huenda mkarehemewa. Rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka kwa watu hawa ambao walikuwa wameelewa manzila ya Qur'an, manzila ya amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke anasomewa na mumewe siku hiyo hiyo aya, anaamini hii aya Mwenyezi Mungu anaifanyia kazi siku hiyo. Hii ndio sababu ya kukubali imani zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Anfal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Sifa ya waumini ni wale akitaja Mwenyezi Mungu basi nafsi zao zinasisimka, na wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu imani inazidi. Inazidi namna gani? Wanazifanyia kazi saa hiyo. Hakuna atiati hapa, hiyo wameshazoea mambo haya. Wake zetu hawa wanaokuwa Afrika ni wanakuja huko na nchi ya makafiri, itakuwaje? Na kazi
uaminifu wa imani umejengeka mpaka nyoyo zimegeuka sugu. Leo ni karne ya 14 hii tayari imeshakisha, aya ya hijabu imeshuka. Ni wangapi katika wake zetu, dada zetu, mama zetu wanatekeleza aya hii? Bali imekuwa ni miroja, wanachekwa wale ambao wanajilazimisha na hijabu. Seuzi hapa nchi ambazo za makafiri hizi, kule kwetu binti wa Kiislamu akivaa niqabu ni matusi. Atapita atafanyiwa kila ada, ninja unaona istiza. Wengine madhaifu maskini sikapili wanavua kama vile wanaume mnavyoona wakifanywa istiza, kivaa nguo fupi, nguo ambayo haivuki chini ya miguu. Siku hizi kumezuka jina jipya kule wanaita dabukini. Dabukini sio wanaita nini, magari yale ambayo yamenyanyuka juu, tairi zinakuwa chini, four wheel drive wanaita four wheel, ukipita four wheel. Unaona istiza. Ukiweka ndevu, angalia ndevu kake hiyo. Nini kuna uchafu ya maneno haya, mambo ya Mtume leo uchafu, Mtume kuweka ndevu leo uchafu, ndio uchafu. Ni nini dalili ya udhaifu wa dini, ndugu zangu wa imani? Kwa hiyo ninachosema, kuna njia nyingi za kurejesha imani zetu, lakini njia ambayo ni aula kutekelezwa ni sisi kuwasomesha watoto wetu, kizazi chetu Qur'an. Qur'an ni kitu dynamic, kikianza kusomeshwa basi utakuta tayari maendeleo na mabadiliko. Gogoro la kwanza linalotukabili Waislamu ni kutokisoma kitabu hiki, kutokiamini, kutoamini kwamba ndio mwongozo wetu wa maisha, kutoamini kwamba ndio njia itakayotukomboa, ndio njia itakayotupa njia sawasawa za kuweza kutafuta uchumi uliokuwa halali, kutafuta riziki za halali, kuweza kupambana na maadui wa Allah na kutuweka sisi katika nafasi nzuri. Kwa hiyo kwa haya machache, ndugu zangu katika imani, na wahusieni, itakuwa tena jawabu ya maswali kwamba udhaifu unaanza nyumbani. Hatuisomeshi Qur'an. Ndio pale niliposema kwamba jamani, kwani hawa watoto wanaenda masuli saa ngapi? Saa 3. Tuwasomeshe watoto wetu Qur'an, sisi ndio tuna masuhulia mwanzo wa muumbe. Ndio hii hadithi ya maisha inasema ilikuwa kupokea ujumbe wanaume tunakuja kusomesha wanawake. Ina maana sisi tuna kawama. Kwa maana hiyo si masala ya kutoa chakula. Kawama ina tafsiri ndefu. Kawama tuliopewa ni sisi kusimamia malezi ya ndani ya nyumba. Pamoja na kwamba Mtume anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa, lakini sisi ni mas'uli juu ya nyumba yetu. Kwa nini watoto hawafuata hili? Sisi wa mwanzo kuulizwa. Kwa hiyo tusikae tukangojea mabadiliko yatakayoletwa na malaika kutoka mbinguni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hawabadilishi yaliyo ndani ya watu mpaka wabadilishe nafsi zao. Huwezi mtu kalalama siku zote sema watoto wangu hawana adabu, wakienda shule za kitawahutu wakifundishwa matusi, na huku hakuna juhudi inafanyika ndani ya majumba. Ni lazima wewe mwanamume uhakikishe kwamba huyo mtoto unamdhibiti. Hii masala ya kutoa uhuru ili kwa kazini yake sina time sina nini. Ndio maana tutakuja kuona inshallah moja ya sababu ya udhaifu mkubwa wa Uislamu kutochagua wake wema wakati wa kuoa. Mtu anajiulilia kwa sababu nzuri, kama yale aliyosema Bwana Mtume, mambo mane ambayo watu hukimbilia kuolewa, ima kwa mali ya mwanamke, nasaba yake, mwanamke sharifu huyu, mbwanyani si huyu, haya huyu mwingine si ana mzuri wa sura, kashinda si Miss Kenya, Miss Tanzania. Wako watu wao Waislamu kwa hili unaoa moto katika nyumba. Ndio maana swala la kuchagua mchumba limekuwa muhimu katika Uislamu. Mtume anasema fadhlu bidhati dini taribat yadak, oweni wenye dini na sivyo mtadhalilika, mtaangamia. Na ndio sababu wake zetu wengi tunaona tunapoteza dini za watoto wetu kwa sababu siku ya kuchagua wachumba hatukuchunga hilo. Wengi wetu au sikoja wengi wetu sasa tunakuja kuijua dini ukubali, tayari mambo yasharibika. Wewe utakuwa tayari umeijua haki, mke ni gogoro. Kuna kisa kimoja cha kuchekesha. Kijana mmoja ni mwalimu anafundisha dini, kafanya babara kenda kaoa binti, hakuchunga dini maskini. Kumbe binti mwenyewe hata kuswali swala, na ni kijana mashallah kajilazimisha na sunna. Sasa akimwamsha mpira kuswali hataki kabisa, kapelekwa vijijini kuswalisha huko kwenda kufanya dawa na kufanya madarasa sehemu ambayo hata misikiti ya tabu. Sasa mara nyingine anaswali nyumbani.
basi akiswali kama mkono kifuani, ile binti apiga makelele kwa stiza, mama aliua huyu, alijishika shingoni kakufa. Yeye aswali atakuja ni swali afanye stiza, ni yupi huyo kamwambia? Amekaa naye mwaka mzima, amekataa kuswali ngapi raka moja kumteremsha chini yake. Sasa ni mtu wa namna gani? Wengine hulia wakaona basi ukimuuliza bwana unajua kuweza naye bwana watoto 6 7. Kwa hiyo kama ikiwa unaona kwamba wewe uko katika matatizo haya, kwa nini unayo nafasi ambayo ndio msingi wa sheria ya Kiislamu wa sisi kufanya kheri kuoa zaidi ya mke mmoja? Tafuta mwanamke mwingine, utaona tabadilika huyo ataka. Kwa sababu utaingia wivu wa kike. Wewe utaonyesha mapenzi kwa yule na umweleze watu, huyu nampenda sana kwa sababu yeye aswali, nampenda sana kwa sababu anavaa hijabu. Kwa hiyo wewe ukitaka upendo na mimi, geuka, atabadilika. Tabia wanawake wakafanya wivu na yeye akiwa anamwezea kwa nikabu, na yeye atakuanzishia nikabu kutoka Arabuni Suria. Atabadilika. Kwa hiyo hii ni moja ya njia ya kuleta nusra. Kama ikiwa hapana kumbe za hapana ugopa unajua kimwacha na nini, ni kheri pia sawa, unasubiri kumlingania. Maana kuacha sio solution haraka. Itafute njia nyingine. Njia moja wapo ni wewe kumlazimisha, ikiwezekana kumshurutisha kusoma madarasa ya dini, ikiwezekana kumleta mwalimu nyumbani katika msingi ya dini akamsomesha, na njia nyingine ni wewe kwa mtoni. Hii njia shortcut wanasema waliojaribu, atageuka huyo ataka. Kwa hiyo msiogope masala kama haya, kwa sababu watu wengine wanaogopa riziki kiasi ambacho hata mtu mmoja unaogopa. Hapana, masala ya riziki tayari shaandikwa kwa Allah. Fankihu ma taba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba'. Uweni yale ambayo Mwenyezi Mungu mnawapenda katika wanawake wawili, watatu, wanne. Wanachuoni waliowewe wanasema al-aslu fi ziwaji ta'addud. Asli ya kuoa ni kwamba mtu aoe zaidi ya mke mmoja. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani inataja mke mmoja. Uweni katika mnawapenda wawili, watatu, wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mkiogopa kufanya uadilifu basi ndio mwanamke. Kwa hiyo nyewe ni wake mmoja wote, ni mjioga khawafina. Unaona al-aslu huwa hasa ilivyo jamani, katika madata zinazotolewa na vyombo vya habari pamoja na mashirika ya ulimwengu. Unaona wanatuambia wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo hawa wanatakiwa kustiriwa. Kama tutaweka ratio ya 1:1, kuna watatu siku zote kwa sababu nani atawastiri na kuepana. Kwa hiyo hawa wastiriwe, na nyinyi mliosoma dini ni aula, mlijua dini ni aula, kwa sababu nyinyi mkiwaoa hawa ndio mtapatikana kizazi kilichokuwa kizuri. Kwa nini? Kwa sababu mtakuwa mnachunga dini. Kwa haya machache ya kuulu kwa mitala, wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumeambiwa kuna nafasi ya maswali dakika 10. Unaweza kuuliza. Mtu akiwa nacho aseme usifanye wasiwasi, tuko hapa ndio sote wa pamoja. Kuna wanawake wengi sasa mtaogopa mambo yengine na wao kwa faida. Shekhe JQ sio ugovi basi, tangia kina mama huko saidi shekhe kutoka huko ndio kuletea balaa. Usiwe na wivu kiasi hicho. Ndio haya yote mambo ya kheri, mambo ya dini. Ndio masala ya mtu kuolelewa na mke mwenza ni wivu wa kibinadamu unatokea, lakini baadaye watu wakishaishi kwa wema watakuta ni mambo mazuri kwa kheri. Msaada gani utatoa shekhe ikiwa mwanamke ni mwema na bwana akawa ndo mkorofi? Yani masala ya kweli inaweza ikatokea, bali inatokea hivi sasa kwa hakika kwamba mwanamke anakuwa ni mwema na ni mtu mume anakuwa mwovu mbaya. Msingi wa maovu kwa yoyote ni kwamba tunatakiwa tuyaondoe kwa kadri inavyowezekana. Hii masala ya man raa minkum munkara sio kwamba siku zote maovu yanaondolewa kwa nguvu. Kwa mujibu wa hadithi nyingine Mtume tumeona akiondoa maovu kwa nasaha.
mfano mzuri ni ile bedui aliingia msikitini akaenda haja ndogo. Masahaba kwa sababu walilelewa kuondoa munkari kwa nguvu, wakainuka kwa kummaliza wewe, kumpiga. Tunakwambia mwachie. Kweli wakamwacha yule bwana, akakiri haja yake. Ndio maskini hajui kwamba msikiti ni mahali pa kuheshimiwa, sigeuzwe choo. Kaja akaingia wakamaliza shughuli zake. Mtume baada ya kuhusia subira wale akamwita yule bwana, kampa nasaha kwa njia nzuri. Jua bwana, hapa ni msikiti wa Mwenyezi Mungu, mahali pa kuhudhuriwa na kufanya ibada, haifai ni mchafu, kufanya najisi. Kwa hiyo usirudie kitu kama hiki. Yule bwana akafurahi mno, akaona tofauti baina ya rahma ya Mtume na ukali wa masahaba. Akaomba dua pia vile vile, Allahumma arham Muhammada wa la tarham ghayrahu. Ewe Mwenyezi Mungu, mrehemu Muhammad, usimrehemu mwingine yote zaidi yake. Mungu maskini. Kwa hiyo hapa tunajifunza njia nyingine ambayo ni upole kwa mtu jahili, wanasema mtu ambaye hajui. Inawezekana mwanamume au mwanamke ikawa anafanya munkari kwa kutojua. Kwa hiyo mtu kama akiwa jahili siku zote anafanya upole. Ndio dini yetu imetufundisha hivyo. Jaribu hili linatakiwa ile ya mwanzo, bali upole unatakiwa wa mwanzo katika dawa. Kwa hiyo kama ikiwa mwanamume ni mwenye kufanya munkarati, mwanamke ni mtu mwema, amnasihi mume wako kadri inavyowezekana. Ndio kama imeshindikana kabisa, imepelekea maovu yale kumfanya yule mwanamke ashindwe kufanya ibada, bali kuweza kumtoa katika imani akaogopea hilo, kuna njia tutakuja kuona inshallah katika haki za wanawake katika mhadhara ujao. Tutazungumza kwamba yeye anaweza akataka khulu, mukhala, kuacha na huyo mwanamke ili kulinda dini yake, na nafikia hatua namna hiyo. Kuna stage nyingi zinapita mpaka watu kuachana. Kama ikiwa ni mwanamke mwenye kufanya maovu, unaona kuna namna ya kumnasihi, kumpa moyo. Akikataa kuna kumtenga kwenye kitanda, akikataa kuna kipigo kisichoumiza, unaona. Akikataa kuna sulhu inafanyika upande wa mwanamke na mwanamume mmoja, na upande wa mwanamume mtu mmoja, haki waweze kuzungumzia matatizo yaliyopo. Akikataa ndio talaka. Tena pia talaka imetakiwa itolewe katika hali maalum, si tu hapa iangaliwe mwanamke yuko katika tahara, ili nini? Kuvuta subra, angalau labda kuweza kupatikana sulhu na sulhu khairi. Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu hapendi watu waachane, hapendi watu watengane, kwa sababu mtengano ni mbovu, ni jambo baya siku zote. Kukutanika ni kitu kizuri. Yeye mnaona zile roho zilizosababisha watu kutengana, watoto wanapata athari mbaya. Nyumba ambayo haina mlezi mwanamume, watoto ni nadra kupata watoto wenye tabia nzuri. Angalieni nyinyi baadhi yenu tu wake zenu mmewaacha huko, mna wasiwasi na watoto. Kwa nini? Kwa sababu mna wasiwasi, hakuna mtu wa kuchunga wale watoto. Baadhi yenu, kwa nini mwanamke anaweza akawa na upande wa ulaini zaidi? Na ndio ilivyo gani, wanawake wanakuwa na ulaini kuliko wanaume. Wanaume ndio maana Mwenyezi Mungu akawaruzuku sauti na kutisha ili waweze kudhibiti nyumba. Ndio maana mtoto mara nyingi akiamrishwa na mama anapuuza, lakini akiambiwa na baba anafanya. Mara nyingi watoto wanaogopa wanaume kuliko mimi. Tayari Mungu kaumba jambo la maumbile hili, lakini inawezekana ikatokea kinyume chake, ikawa wewe mwanamume ubaliki mbele ya watoto, mwanamke inatokea. Lakini sasa hii masala ya kawama imeondoka. Mwanamume anatakiwa awe na kawama, sababu Mwenyezi Mungu anasema rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Naam, ndio katika hijabu ya kisheria mwanamke, yani ikiwa kavaa hijabu ya kisheria analazimika kufunika uso, au ikiwa ataonekana vitangele vya mkono tu na uso kwa wazi, inafaa ama ni lazima afunike na uso? Na wanachuoni wanakhtilifiana juu ya hijabu, kaifia ya hijabu. Wanakubaliana wote kwamba mwili mzima ufunikwe, isipokuwa wanakhtilifiana juu ya viganja vya mkono na uso. Wanakhtilifiana juu ya viganja vya uso na mkono. Kuna wanaosema vyote vifunikwe, bali wengine wamekwenda extreme zaidi mpaka sauti ya mwanamke wanasema ni mtupu. Haifai mwanamke kusema mbele ya mume, ila tu tunachokubaliana kwamba mwanamke haruhusiwi
kuzungumza sauti ya kujilainisha mbele ya wanaume kama nilivyoelezea kwa Mtume katika Qur'an. Kwa hiyo asirembeshe sauti yake kuonyesha ujamii wake, azungumze sauti ambayo mbele ya wanaume, sauti kama ikiwa kuna dharura na haja azungumze, lakini si katika kama vile anavyozungumza na mumewe kwa nyumbani. Ni kitu tofauti. Kuna wanaosema kwamba mwanamke ni lazima afunike uso, na akifunua uso basi ngozi. Na kuna wanaosema afunue uso na mkono ni katika vitu ambavyo vinadhihiri, ila madhara bila kufasiri kwamba ni uso na hawa wametegemea hadithi na hadithi. Lakini sasa katika kufuatilia kauli yenye nguvu, kuna hadithi ya kisa fulani ambacho mama Aisha alisingiziwa kwamba kafanya zinaa wakati alipoachwa na Mtume katika msafara wa jihad. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari. Mwenyewe mama Aisha anaelezea kisa cha ifki kilipoanza kutokea, kwamba yeye aliachwa na msafara, alikwenda haja, akaangusha kidani chake, akawa anatafuta. Msafara ulipoondoka ilikuwa ni usiku, yeye akaachwa huko, na ilikuwa ile ngamia wao wale wanawake wametengenezewa khojo raisi, yani kama vitanda juu ambavyo wanakaa wale wanawake hao vitanda. Kwa hiyo wale masahaba walipochukua ule msafara wakadhania mama yuko juu na Aisha, kumbe kasauliwa. Mtume baada ya kufika mbele huko kutafuta habari za Aisha akagundua yuko. Kwa hiyo ikawa kwamba kasauliwa. Sasa mama Aisha mwenyewe anasimulia kuelezea yule kijana ambaye amekuja pale, anasema ilikuwa ananijua, yani anasema hakunijua mimi uso wangu, lakini kabla ya kushuka kwa aya ya hijab alikuwa ananijua, lakini baada ya kushuka kwa hijabu hakunijua, kuonyesha kwamba mama Aisha alifunika uso, kwa sababu yule kijana aliyekwenda pale alikuwa ni ajnabi kwa yeye, kwa hiyo alifunika uso. Hivyo hivyo dalili nyingine ambayo pia ina nguvu kwamba ilikuwa mama Aisha anasimulia wakeze Mtume na wanawake wa masahaba wakienda kuhiji wanafunua nyuso zao wakiwa wako peke yao, lakini ndipo wakija wanaume wakipishana nao basi hufunika uso. Hizi wanachuoni wanaosema kwamba uso unatakiwa ufunike wamezitumia kama ni hadithi zenye nguvu zenye kufasiri walioadhirika na mifumo mingine ala juyubihina, na waangushe shughuli zao mpaka vifuani mwao. Sasa wanasema hata ukifasiri literally kwamba kufunika mpaka juu ya kifua itakuwa ni masala ya nguo kutoka huku kaiangusha mpaka hapa juu ya kifua. Ala kuli hali masala ya ikhtilafu baina wanachuoni mpaka leo. Mtu katika wanachuoni ambao wameona kwamba uso si lazima ufunike, pamoja naye anasema mimi wake zangu na wafunika, lakini sasa sina simu. Sheikh Nasruddin Albani na kitabu chake mashuhuri cha hijabu ameelezea hadithi ambazo zinaonyesha kwamba inafaa, pamoja na kwamba naye pia kajibiwa na hadithi nyingine ambazo wamezitumia. Mfano, mwanamke ambaye zama za Mtume alikwenda kuswali hili akawa akachangisha Mtume. Sasa yule rawi wa hadithi anasema kuna mwanamke mmoja akamuuliza Mtume baada ya Mtume kuwaahidi wale wanawake kwamba wataingia wengi motoni. Kwa sababu gani? Kaeleza baada ya kuulizwa swali na mwanamke, lima ya Rasulullah, kwa nini tutaingia motoni kwa wingi? Sasa rawi wa hadithi anamsifia yule mwanamke kwamba alikuwa mashavu yake meusi, kwamba ni dalili ya kwamba alikuwa ni mtu mweusi huyo mwanamke wa kisahaba. Kwa hiyo aliyajuaje mashavu yake meusi? Kwamba aliona uso wake. Kwa hiyo anasema ni dalili kuonyesha uso ulikuwa, lakini pia ajibiwa. Mtashangaa hiyo hadithi, si kwamba ajibiwa yakataliwa. Wanasema haya maneno ya mwanamke mwenye mashavu meusi ni sifa. Huyu mwanamke Madina alikuwa akijulikana kwa sifa hiyo. Kabla ya kushuka kwa aya ya hijabu ilikuwa wanawake watembea vichwa na nini uso wazi. Baada ya kuja ndani ya hijabu alijulikana yule mwanamke kwa sauti yake. Mara nyingine mtu anajua kwa sauti, sisi unajua mtu mwingine Muhammad umuone. Kwa hiyo pia ilijibiwa, lakini sasa inaonekana kauli hii iliyokuwa ndani ya Bukhari ikifuatilia ya mama Aisha ni moja ya kauli zenye nguvu pia hii, na kwa hakika ni kitu ambacho kinastahili, kwa sababu hata Sheikh Albani alipozungumza sema
mimi wake zangu na watoto zangu wa kike wote wanavaa niqab, kwa maana wanafunika uso, sababu inaepusha shari na fitna kwa kiasi kubwa, kwa sababu wanasema asili ya fitna inaanza usoni. Asili ya fitna inaanza usoni. Sasa mwanamke ikiwa kaanza kuonekana uso wake, unaanza kuvutia mtu, kaanza salamu, kisha kalamu, kisha nini na mauidi na nini na kila kitu, baadaye kuna kutokea. Lakini sasa mwanamke ambaye ni mcha Mungu, hata kama ikiwa ana rai ya kufunika uso, hawezi kujipeleka mbele ya hatari ni uso kanitoa hivi. Kule kwetu sisi kama Mombasa hapa kuna mfunikaji wa uso unaita kizoro. Kizoro ni ile baibui, kule kwetu Tanga tunaita ukaya. Sisi kwa Mombasa na Kenya tunaita ni baibui ya kwetu ya Kiswahili, sio haya ya Arabuni yanaingia, unakuwa na haitwa kizuizui kule tunaita ukaya. Ukweli hili ukaya ni neno la Kiarabu, wikaya, kitu cha kukinga. Kwa hiyo cha kinga nini? Kichogo. Kwa nini wazee wa zamani walitengeneza baibui na kizuizui? Sio na ile kizuizui. Kwa hiyo kwa kuzuia nini? Tuna shida ya kichogo sisi wanaume. Ilikuwa kuzuia uso. Sasa ilikuwa kweli mabibi zetu wanatusimulia kwa zamani wanawake wa Kishafi wanafunika uso. Lakini kaenda sasa wakawa kafikia stage ya pili, wakawa wanafunika kizoro. Kizoro nini? Ni ule uchungi au hicho kizuizui sinaita ukaya, wakitishwa hapa kwenye pua mpaka ikawa mtu hapa baina ya mpaji na macho ya wazi. Sinashuhudia jamani haya. Halafu stage ya mwisho ya kuondoka hijabu hiyo ni watu kufunika mitandio au baibui ikawa wenyewe imefungwa hapa uso kwa wazi. Stage ya tatu ya kuondoka hijabu. Stage ya nne la baibui inavaliwa kifua wazi. Stage ya tano baibui lenyewe transparent. Stage ya sita wa baibui iliyoona kwa Mombasa inafunga uzi mmoja tu hapa, uzi tu, halafu nguo yote yaonekana. Kwa hiyo mtu anakuwa nguo yake yaonekana baibui trans. Namna sasa imegeuka hii baibui ambayo ni kitu kama fashion imeingia. Lakini walillahi alhamdu, watoto wa kike wengi baada ya kuelewa mambo haya, dhahira ya hijabu na niqab imeanza kudhihiri. Sisi tunaona, tunashuhudia kama kwetu ni mitango, utashangaa wanawake wengi wakishanao njiani wamefunika uso. Kwa nini? Juhudi za dawa. Na kuna watoto wa kike wengi nasikia mimi baadhi yenu naeleza, wanawake wa kizungu waliosilimu nyuso zao zinaonekana katikati ya New York yatembea kwa uso. Na huku si kuna freedom of speech, si freedom of nini. Kwa hiyo mtu hamuingilii. Na akitukana kwa vazi lake akamshtaki mtu, unajua wanawake wana nguvu. Akisema huyu kanidhalilisha, basi wewe ukatuna ndani. Kwa hiyo ni jambo la dini na imani, si masala ya nguo mtu avaa. Ndio Mwenyezi Mungu asema libasu taqwa ndio kheri. Vazi la uchamungu hili, moyo ukivishwa vazi la uchamungu, basi vitu vyote vitakuja vizuri tu. Sasa mara nyingi huwa tuna mjadala aina nyingi sana kwa mashekhe tofauti wanakuja, na tunapata hasara kubwa sana kuona kwamba sisi hatuwa involve wanawake wetu kuja kusikiza darasa sana. Tuna shime ya kuwapeleka kwenye harusi kuliko kwenye darasa. Sasa tutakuwa na jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu au vijana. Bila shaka kwa mazungumzo ya leo tumeona masuala makubwa yako ndani ya nyumba ya mwanamume. Kama ikiwa wanaume wa masahaba mpindiko wakisikia aya mbili wakimbilia majumbani, ina maana sisi ndio sababu ya kuvunjika na kutengenea nyumba. Tusiwe na lawama ya wanawake, lakini ukweli sisi ndio sababu. Kwamba ikiwa wewe mwanamume umefikia hatua kwamba mwanamkeo kwenda kumwachia kushiriki kwenye maharusi ya kipahuti na ukaacha kumshirikisha katika shughuli za kheri kama hizi za dini, inaonyesha udhaifu wako. Wewe una uwezo wa kuzuia. Ndio sheria ya Kiislamu. Tutaona inshallah katika muhadhara wa haki za wanawake na wanaume kwamba mwanamke anatakiwa mtii mumewe. Wewe ukiona kwamba harusi
nafsi na munkarati unakataa, mimi sikubali usende. Sasa ile wewe umekataza na mwanamke wewe ni rijali tena umegeuka. Haya sasa ni safa wa maana ya rijali. Sasa ujirekebishe wewe, utakuja gogoro. Nasema msingi wa gogoro ni sisi wanaume, sababu sisi ndio tuna masuala makubwa mbele ya Allah. Ni kuhusu wale watu wanaoacha wake zao kipindi kirefu, wamewaacha kwa usafiri kwa sababu mbalimbali. Subiri mtume wao. Ni mapatano, masala ya mtu kuondoka nyumbani akaenda mbali, mapatano. Kama ikiwa mkeo karibia, hamna tatizo. Ukikaa miaka 10. Lakini mke kama hakuridhia, tutaona inshallah haki za ndoa. Hakuridhia, umeondoka kwa nguvu, ana haki ya kuachwa na kuachishwa au kumwacha. Tutakuja kuona kuna kitu khulu. Tunaona mikadhi anampa muda maalum, anakuandikia barua, wewe bwana wewe mkeo akutaka uje haraka. Kwa hiyo unapewa muda maalum, kama unakuja basi mkeo atakuacha. Pia wana haki ya kutoa talaka maalum, lakini apitie kwa nani? Kwa Allah. Sababu mwanamke jamani, sikula tu, sikae na mkezeni wako Kenya Tanzania huko mapeleka mapaundi tu masaa. Mkewangu hana neno bwana. Unajua haki za ndoa jamani katika Uislamu. Moja katika haki ni istimtaa, utakuja kuona ustareheshwe. Sasa wewe umekaa miaka yote wakuruza jambo hilo, lazima ulifikirie ni katika haki zake katika Uislamu mwanamke amepewa. Kama yeye mwenyewe anaamua kusubiri na amejihifadhi kulinda nyumba yake na heshima mwenyewe, hamna neno. Bwana mume wangu, maisha ya huko yameshakuwa matatizo, nenda katafute riziki ya halali. Au utakaa miaka mingapi? Miaka miwili. Waweza subiri yeye. Mara nyingine waweza ukasema subiri, ukaenda mwanamke kashindwa kusubiri. Ukifika huko kuna watoto wawili muongezeka. Na hili la kuongezeka, angalia sharia ya Kiislamu ilivyotunza haki za watoto. Kama hukukanusha ni wanao. Kama hukukanusha umekwenda kukuta watoto wawili, mmoja sio mweusi, mmoja mweupe, mmoja sio na nywele za singa, mmoja kokoto. Maadamu hukukanusha ni wanao. Kama walivyo Abdullah ni fulani bin Abdullah. Ukisema wakanusha, sharia inakubalia, unafanyiwa mlaana na mnatenganishwa, na watoto wanasibishwa na nani? Na mwanamke. Lakini ukenda hawa watoto nani? Hawako hawa. Na wewe ukamezea, unashika wabusu, mashallah, watoto wazuri, wako kweli, unaenda kuishi. Ukikanusha, sheria itakupa haki. Lakini hatimaye mwatenganishwa. Kuna wengine wana mimi sitaki kutenganishwa, mke wangu na mbele. Watoto wa nani? Wangu hawa. Sheria inaruhusu katika kulinda haki za watoto. Tutayaona haya inshallah katika muhadhara wa ndoa. Haki za ndoa kwa wanawake ni mambo muhimu kwa katika jamii zetu kama hizi tunazoishi. Naam. Bismillah. Kuna maneno yazungumzwa hapo sana yetu. Maana kuna ndugu zetu walikuwa wanafanya kazi Saudia na huko. Sasa kuja huku wakaona mambo manake hapa kikweli, yani wamependelea ni kifedha kusema ukweli. Na kuna mambo mengine wasema kweli hapa kuna haki kidogo. Na mimi sifahamu swala sema kitanganisha. Sasa naogopa tuseme mbali ya mwanzo sifahamu. Nimemwambia kuna ndugu zetu walikuwa wanafanya kazi Saudia. Wakaja kukaa huko. Sasa na hijra yenyewe kwa kweli sisi wengi wetu hapa hijra tunafanya si hijra kwa dini. Hijra yetu hapa si kutafuta maisha dunia. Na mambo kikweli na kutakana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra ni kwa sababu ya Allah. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كلا أعمالنا نية mtu akahukumiwa kutokana na nia. Sasa baada ya hayo wanafika hapa huwa wasema fadhali ya wazungu bwana kuliko watu wa hapa. Hao bwana wallahi wakingia tuponi hapa. Watu wasahau kama wale ndugu zetu Waislamu wale wale wakutokana na wale wasema kule kusifa dunia kama hivyo.
hukumu yao nini? Huo ndio katika haya tuliyozungumza leo, masala ya udhaifu wa imani. Hawezi mtu kusema kafiri airejea peponi. Si itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hata kafiri afanye mema namna gani, maadamu ameondoka duniani hana imani ya Mwenyezi Mungu na Mtume, aya nyingi katika Qur'ani zinathibitisha kuingia wao motoni, na ndio farq baina ya imani na kufuru. Hawezi mtu yeye kwa sababu ya mema yake anayofanya duniani, kama kule kwetu wanakuja makafiri wakajenga hospitali kama vile Kenani, tunazungumza habari ya hospitali ya SMC inatoa huduma kwa Waislamu. Vijana wengi na wazee kutoka Kenya wanakuja kutibiwa pale SMC Moshi, wanapona. Lakini pamoja na yote wanayofanya, Mwenyezi Mungu anasema amaluhum kasarabin biqi'a, matendo yao yatakuwa kama meli, kila wanapoisogelea inawakimbia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu hakuandikia thawabu, watalipwa hapa hapa duniani. Sasa hatukatai kuna mema. Hata mimi tangu jana nazungumza na wenzangu hapa wakinielezea habari za hao wazungu, tabia zao. Kwa mfano, tabia moja nzuri ambayo nayo, masala ya keep appointments, kwamba Waingereza hasa kwa mimi bana tuonane saa mbili, na hakuna jambo ambalo wakalichukia kama wewe kuja saa 3 au saa 4 au kuacha kuja. Nafikiri nathibitisha ama ndio kule kwetu kwa ile itikadi ya kwamba wazungu ni watu wa kuna nini, ukiekeana naye hadi tukwambia bana English time bana, sio time ya Kiswahili na Waswahili si Waislamu. Sasa kweli Uislamu umezungumza kwamba watu wakhalifu mau'id, si sifa ya wanafiki. Mtume alisema ndara mmoja wapo idha wa'ada. Sasa ile leo hii sifa wameveshwa makafiri. Ni watu waliishi na Waislamu babu zao wakayaona wakayaendeleza haya, na sisi tukajiona makafiri, tukachukua mabaya tukaacha nyuma yetu, tukawa mu'jabina, tukapendezwa na yale maovu tukayavaa. Kwa hiyo haifikii mtu daraja ya kusema kwamba eti kutokana na mema haya machache, kwa sababu haya lazima tuyaite machache na madogo, kwa sababu neema ya mwanadamu ni mtu kuwa ni muumini. Ndio pale Mwenyezi Mungu anatuambia tushukuru Mola wetu, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumshukuru Mola, tumhimidi kwa yeye kutuongoza katika dini hii. Mtu hata afanye mema namna gani, yanakwenda arjoji, hakubaliki, yatabaki ni habari manthura. Kwa hiyo haya matatizo ya uchache wa imani ambayo pia ni mdarasa tutakuja kutoa mhadhara. Moja ya sababu ya kudhoofika imani ni kutokuwa na elimu shar'i, elimu ya dini, elimu ya sharia. Kama mtu huna dini, huna elimu ya sharia, huna dira. Ni kama vile jahazi limekosa nahodha. Unaona, unakuwa huna nuru ya kujua hili nzuri na hili baya. Ndio pale unakuwa mizani yako sasa imekuwa mbaya, siwezi kuamua hili lipi zuri. Unakuwa lile la baya unaliona nzuri, unaliona nzuri, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni baya. Na mambo mengi yamekuwa mkalla, yamegeuzwa nusu. Tabia ya wanadamu leo, yale maovu ndio yaona mazuri, na yale ambayo mema wanaona mabaya. Leo imekwenda mtu yule mwenye kuweka ahadi anaonekana mtu mbaya, yule mkweli anaonekana mbaya. Nakumbuka kuna kisa moja, mtu mmoja kaokota pesa milioni 1, tena bwana mkafiri. Lakini sikiliza sasa nini tukio lilifanyika. Wameandika kwenye magazeti, yule bwana alikuwa ni fundi yake, ni fundi ya polisi, kafiri. Kaja mtu na mfuko wake wa pesa akausahau pale, leo kaondoka, hakurudi tena. Yule bwana akalelewa katika amana, wala si Muislamu. Kenda akapeleka polisi, ukatangazwa yule mfuko. Halafu katolewa kwenye vyombo vya habari, kasifiwa sana. Yule bwana alipokuja katika mtu sila tungaa, yule kakataa. Angalia mtu amelelewa katika amana, wala si Muislamu. Sasa nisikilizie Waislamu wanaosomeshwa habari. Si jamaa mpumbavu huyu, wewe tajiriba nini na mnaina mpumbavu mkubwa nini? Mizani zishageuka, yule mwenye kushika amana ndio anaonekana. Sasa mtu anaweza akachukia mambo ya Saudia na Waarabu. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna hima ya dini. Eti mtu sababu nchi gani saa zote fanu tofuzwa na fimbo bwana nipa, lakini hapo bwana huko vipi bwana hapa hakuna mtu anayeuliza.
Sasa mwanadamu gani ambaye ataishi huru kiasi hicho? Hata hapo hakuna uhuru namna hiyo, kwamba eti tuna uhuru wa kila kitu. Kuna mambo ambayo yana mipaka, bali mambo yote yana mipaka. Si hapa pia wanasema kuna freedom of speech, ni hapo na nini tunaenda speakers corner, lakini maneno ya speakers corner ndio unasema maana tofauti. Lazima utaulizwa kwa nini umesema mfanyaji. Kwa hiyo ni masala kama hada kwa wetu sisi nchi yetu ina freedom of speech ina nini, lakini watu wangapi wametiwa ndani dhulma? Kwa nini? Kwa sababu Uislamu wao katika nchi za makafiri. Kuna watu wametiwa ndani kisa wana ndevu, kuna watu wametiwa ndani kisa wamekutwa na makaratasi ya Uislamu ya jihadi, au terrorists wanaozungumza jihadi, au watu uhuru ni kwa wao kujipa wenyewe. Si mnaona haya mambo ya demokrasi na wapeni mfano wa Nigeria. Through democracy sisi wamepata kura. Through democracy. Je, ni nchi gani zilikataa utawala wa fisi? Si nchi za magharibi. Si ndio hizi zinataka demokrasi? Jumuiya hii chama cha Kiislamu kimeshinda kwa kupitia demokrasi kura, na ilikuwa matangazo yashatangazwa kwamba hapa wameshinda. Lakini je, waliruhusiwa kutawala? Kaletwa mtu mtawala kutoka nje Nigeria kwamba nenda bana, chukua breakdown hapo, tunaleta listi hapo, kiwapa nafasi hao wataua demokrasi. Wametoa hoja nyingine. Kwa hiyo si kweli masala ya kutolelewa katika misingi ya imani, na mtu hawezi kufikia hatua kuwa na furaha na watu hawa kiasi ambacho huweza hata kusema ni watu wa kwa hakika ni dalili kwa hiyo mkubwa imani. Na inshallah tutakuja kuzungumza pia katika muhadhara mmoja hukumu ya kuhura katika miji kama hii katika Uislamu na masharti ya kukaa katika nchi hii, ili muweze kupata mwangaza. Hili ni mshauri kuelezewa, lakini katika kukumbushana mambo haya kidogo katika hoja hii kuhusu masala ya al-ghuruz wal-tijara. Sheikh bin Baz rahimahullah anasema Muislamu yote atakayeitakidi katika imani yake kwamba minhaji ya kafir ni bora kuliko minhaji ya Kiislamu na huwa kafir. Ndio hii kaisema Sheikh Muhammad bin Wahab katika kitabu chake kinaitwa Nawaqid al-Islam, na hili kishamu kimefasiriwa na alhamdulillah nilifanya darasa hilo kule Tanga na nimetiwa katika kanda za video pamoja na audio katika Nawaqid al-Islam. Mtu kufurahishwa katika vitanguzi vya Uislamu, kufurahishwa na ukafiri wa makafiri. Unaona, inakuwa ni kama vile umetanguliwa na mtu. Ni sawa kwamba wewe umetoka katika Uislamu. Kwa hakika kuna mambo mengi yanatoa watu katika dunia, lakini watu ambao wanaitwa majina Abdullah na Muhammad tu, lakini washatoka katika Uislamu. Bali mtu anaweza kufanya istiza pia katika kufanya mzaha na dini ya Mwenyezi Mungu na kumfanyia mzaha Mwenyezi Mungu na mtume, pia katika sababu za kuwa ni kafiri. Unaona, haya mambo pia yanatuelewa watu katika misingi hiyo leo. Wasifanye mchezo na dini ya Mwenyezi Mungu kisa mtu kaja kuna kheri fulani za kimada material, basi anaona hakuna kitu. Mtu ambaye amebeba imani kama anakuja hapa na hiyo ndio kwa dharura fulani, maisha yake anafikiria na kurudi nyumbani kwake au kwa ndugu zake Waislamu. Si maana mtu akawa amefika so no nimefika ateremsha anga zote. Lazima nia zibadilishwe. Kama mtu alifikiria kuja hapa kwa ajili ya dunia, aondoe abadilishe nia yake kwamba mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Allah, kunusuru dini, kunusuru familia, kwa ajili ya toa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi itakuwa makubuli tena. Kama tulivyoona kwamba katika jumla ya sababu za kukubaliwa matendo ni ikhlasi na matendo mema. Nafikiri kuhusu sisi kuswali swala safara, haya pia masala ya ikhtilafu baina ya wanachuoni, kwa sababu na kisa cha Abdullah ibn Abbas na kumbuka Abdullah ibn Umar kwamba alipokwenda Azerbaijan aliswali miezi 8 kwa tafsiri nasema alikasiri. Kwa hiyo kuna wanaosema kwamba maadamu wewe uko katika hali ya safara, basi unaweza ukafanya kasri. Lakini ni kauli hii pia wanachuoni wengine wanaikataa, kwa sababu sasa anasema itatufanya sisi tuswali swala za jamaa, au kila mmoja fanya kasri kwake nyumbani mwenyewe kuishi. Yaani nasema ni kauli marjuh, ili kuwa bora mtu akikaa mahala unaona muhimu basi atimize swala.
kama hivi tunafanya tunaswali swala za pamoja kutimiza ni masala ya tilafu na mashua kuongezea hili swala. Yani mtu atakuwa vipi sheria ya mruhusu mtu kuswali swala kasr akiwa yeye anasema yeye ni msafiri na hali ya kuwa iliyopokea kama mwananchi wa nchi hii, yani haki zote anazopata ni kama mraia. Masala ya pesa vile, kama ana kazi upewa pesa, nyumba yalipiwa, ni kama raia wa nchi hii. Sasa hizi shubha tunazosema ndio hapa tunazidi kusema kwamba mtu ambaye ameamua kuishi hapa na kuleta familia yake basi anageuka kuwa ni muhimu, sio msafiri. Unaona, kwa sababu sasa mfano wewe ukikaa hapa msafiri, mwezi wa Ramadhani umeruhusiwa kuacha kufunga. Kwa hiyo kama wewe utasema ni msafiri na umeacha kufunga Ramadhani, utakuja jiunga nini kwingine? Na wewe bado waishi hapa. Kwa hiyo kauli ni Mungu, ni mtu akishakuwa ameamua kuishi. Ndio wengine wameweka hadi ya siku 3. Baada ya wanachuoni sasa siku 3, baada ya hapo ukageuka kwa muhimu. Ni masala ya mtu mwenyewe nafsi yake na jinsi anavyojiangalia. Mimi nipita njia, kama nipita njia basi haona usema nafaa kasri hata ikiwa mwaka mmoja. Moyo wake haujaingia. Sasa zote yajua mimi ni mtu wa kuondoka wakati huo. Lakini kuna wengine wanafika mahali nafsi zao zimetulia, tia nanga kabisa. Kimwambia habari ya kurudi, mimi sina habari nako kote. Wako vijana na mwetu kwa nao Arabuni waliishi Tanzania, wakaja pamoja na watu wazima wengine walipofika Saudia, fikra ya kurudi Tanzania ikawa imeondoka kabisa. Jamaa na asili za Kiarabu ni hiyo. Sasa mimi kama kurudi kwetu na mimi yeye. Lakini swala la kurudi pale Tanzania akawa kwa hiyo anaishi pale kama muhimu, kaleta watoto wake na wanae wanasoma primary school, secondary school, anaishi kabisa pamoja na kwamba kweli wananchi ni serikali na mhesabu ni mgeni, lakini mwenyewe nafsi yake inaijua. Ukiwa na nia ya kusafiri umepanga safari wiki ijayo, kwanza Mtume alianza kufanya tafsiri baada ya kuondoka Madina. Tafsiri alifanya baada ya kuondoka Madina, pamoja na kwamba kuna rai inasema mtu siku ile ya kuondoka anaweza akaanzia nyumbani, lakini khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokwenda hija alianza kufanya tafsiri baada ya kutoka mji wa Madina. Kwa hiyo kwa bora ni kuswali wewe wakati umeanza safari. Kishaanza kusafiri unaweza kufanya fasli. Na yote hii lengo la kufanya fasli unajua ni kuleta takhfifu katika safari, kwa sababu safari ni qit'atu min al-adab. Subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.